Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Najua kuwa uko muheri wa afya. Namshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha tena kuweza kukutana kwa siku ya leo ili kuweza kukujuza yale yaliyojiri katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV tunakupatia habari zinazojiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, habari vile vile zinazojiri nchi nzima ya DRC pamoja na ulimwengu mzima tunakupatia habari hizo. Kwa hiyo msikilizaji, ni kushukuru kwa kuwa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV tunakupatia habari zenye kuchunguzwa. Yaani ukisikia habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ujue kuwa habari hiyo ni ya uhakika na usiwe na shaka ama wasiwasi yoyote kulingana na habari zetu. Msikilizaji, tuanzie na habari tu hizi za ukosefu wa usalama huko jimboni Kivu Kusini, maeneo ya Minova. Ni kwamba binti mmoja wa umri wa miaka 30 ya kuzaliwa ameuawa na watu wasiojulikana kisha kupata vipigo vikali siku ya 3 ya wiki tunayo mida ya saa 1 usiku ndani ya kijiji cha Makelele groupment ya Buzi. Taarifa tunazo zaeleza kuwa marehemu alikutana na wahalifu hao ghafla, walianza kumshambulia kwa vipigo vikali bila sababu yoyote. Shirika la kutetea haki za binadamu la AVDF Paminova limelaani vikali kitendo hicho, huku likiomba kwa vyombo vya usalama kuendesha uchunguzi wa kina ili kubaini wahalifu ili wapate kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kungineko ni kwamba huko Kasenga mjini Uvira ni kwamba mwili wa mtu mmoja umeokotwa ndani ya kisima cha maji ukiwa katika mazingira ya kutatanisha asubuhi ya siku ya 4 ya wiki tunayo katika kata la Kasenga manispaa ya Kamvimvira mjini Uvira. Kwa jambo hilo vuguvugu machozi ya raia yaomba kwa vyombo vya usalama kuvalia njuga juu ya mauaji ya kupindukia inayoendelea katika mji wa Uvira. Amesema hivyo Emmanuel Abedi, mratibu wa muundo huo. Hiyo ni habari ya kweli kabisa. Mtu mmoja mdogo wa mitoni washamuona na kufanyika identifier zake ndio za kuwa Uvira wanatunga masuala ya security ndio kupata identifier na certain precision. Tunafika kwamba ukosefu wa usalama au hali ya mauaji bon quelque chose yenye nasumbua vile pia Uvira haiko tu leo, donc na kwa vile kitu kenye kanasumbua watu wa Uvira tunakuwa tunasaidia tuna viongozi, inaleta mali moja mbaya sana wasiwasi na kutokuwa tena na uaminifu na vyombo vya usalama kulingana na hayo. Sasa encore ramasser sans vous ka presence hizo ndizo kuambia sema ni jina mtu fulani ama mtu fulani. Okay, parmi watu watafanya enquête na vizete vifanya enquête resultat watapata ndio tunaweza kupatia. Na fikiria kwamba ukiangalia hata kwenye mtu alikufia na kuonekana mtu pia kosi wale habari kwa mshimo donc kama ni incident tunayowaka incident kina kwaka tuvo mtu andando tombe a partir ya hospitali na ile yeye analamuka tu mchana tatu kaona mtu deja na maisha analeta ntebo kidogo kwa wakati. C'est vrai que Uvira kuko ma plusieurs unités ya soda notamment bazalendo FARDC polisi vraiment ni bengi sana mais efficacité ya kazi ndio kumbefa parce que finda kuelezea kama ni problème effective ama ni nini wala technique kwa ndio sema kungambuzi wana saidi kwa fed chaque moment que nous alertons que maviko kwa arraché donc ationa mamezire nyisha kwa prise itatuambia sema hapa assurance ya vie inaonekana kwa mzuri. Kwa upande mwingine Emmanuel Abedi ameshtumu vyombo vya usalama kuwa na uzembe katika kazi yao ya kulinda raia na mali yake. Sadira quelque part aussi serikali ya Mali iko na fali zinaita malisi ale donc efficacité tena appareil sécuritaire il fait kazi mzuri parce que kwa makoto anaanza onesha les bons voisinages wakati mtu ashakufa umetanki mtu gani mzima tuko malite tunawaambia renforcer ma patrouille surtout dans des milliers parce que moi Uvira presque kila quartier iko na ba general bazalendo presque kila quartier iko na ba general bazalendo bashaba kabla ma axe donc kama mtu anamwarashe vile quelque part aussi tunasema kama na population pia inachangia parce que kama population effective dénoncer aussi c'est aussi un grand fléau parce que responsabilité pale iko partagée. Angalia tu kwa serikali tu tunaangalia pia na jicho kwa raia. Wakati raia ifanye kwa bien, cela veut dire quelque part aussi tutakuwa na usalama yenye itakuwa rasire.
ya mwile masansi ya vile. Nawaza ile administration parallele ilikuwaka au moins aujourd'hui il était shaka jimpilize na pouvoir zake zote. Wale wazilibateri walikuwa washacha ile guruguru mingi sana, bashari kiperema vitu yao wao wenyewe wahusika. En fait, pour l'instant, donc kuna kwa ile collaboration, ile franche collaboration, malgré ile tuko tunaona ba prevu galeza wa mabamo wao wanajikomporter mbaya mais néanmoins tortuga ile kama mimi shaka jentrenye na yake vyote. Donc hakuna vile tena vilikuwaka bien sûr mimi na février un certain moment comme ça wakati wote la Burundi pour le moment quand même l'état serikali peke yake imprégné na basha faire une état consensus entre ma groupe armé, ma groupe aussi tactique, comment ils doivent se comporter dira ma bonne manière aussi à gestion à province mile masansi ya ville. Sasa vile alikuwa tena Muvira kabisa. Na huko Kinshasa ni kwamba mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa amesema kuwa hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabaki kuwa kipaumbele licha ya mipango ya kidiplomasia inayoendelea. Naam, wakati wa mkutano huo uliolenga ya usalama mashariki mwa DRC, mwakilishi wa kudumu wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaripoti harakati za mauaji na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Kwa upande wa Ufaransa, hitimisho la kusitishwa kwa mapigano bila masharti ni kipaumbele katika muktadha huu. Namnukuu, kama ilivyobainika, hali katika eneo lenyewe inazidi kuharibika licha makubaliano kuhitimishwa kwa michakato ya kidiplomasia ambao tunapongeza na ambao tunaunga mkono. Mashambulio ya vikundi vyenye silaha dhidi ya raia yanaendelea vile ukiukwaji wa haki za kimataifa za kibinadamu na haki za kibinadamu. Ufaransa kwa mara nyingine tena inasalimu kuhusika kwa Marekani, Qatar, Togo, Jumuiya ya Afrika na mashirika ya ukanda na wawezeshaji wao. Hitimisho la kusitishwa kwa mapigano yasiyo na masharti yenye ufanisi ni kipaumbele, alisemayo Balozi Jerome Bonafont, mwakilishi wa kudumu wa Ufaransa kwenye Umoja wa Mataifa. Katika hotuba yake, Jerome Bonafont anakumbusha kwamba MONUSCO imekusudia kuchukua jukumu la kufanya kazi katika uhakiki wa utekelezaji wa hatua hiyo na kuunga mkono utekelezaji wa makubaliano ya amani. MONUSCO ndio nguvu pekee ya kimataifa iliyoko eneo la mzozo na ndio yenye uwezo na utaalamu unaohitajika. Jukumu hili limechukuliwa na azimio 2777 la baraza hili, mkataba wa amani wa Washington na azimio la kanuni la Doha. Utekelezaji kamili wa azimio 2773 la baraza hili bado ni jukumu ambalo limewekwa kwa watendaji wote. Azimio hili linasisitiza vigezo kuu vya utatuzi wa migogoro, ikiwemo uondoaji wa vikosi vya ulinzi vya Rwanda katika eneo la Kongo, kusitisha msaada kwa vikundi vyenye silaha. Kwa kuongezea, Ufaransa inadhibitisha msaada wake kamili kwa MONUSCO na utekelezaji wa agizo lake la kuwalinda raia na rasilimali muhimu. Kwa kutimiza agizo hili, inahitaji kuinua mara moja kwa vizuizi vyote kwa uhuru wa watu wa MONUSCO. Mchakato wa amani kati ya DRC na Rwanda unakabiliwa na ucheleweshwaji mpya uliopangwa kwanza katikati ya Juni, pamoja na utekelezaji wa uratibu wa pamoja wa usalama na kalenda sahihi ulisimama haraka juu ya kutokubaliana. Mazungumzo ya Septemba yameagiza tofauti zinazoendelea, haswa juu ya jukumu la M23. Licha kupangilia Oktoba mosi kama tarehe ya uzinduzi wa operation, kalenda bado haijulikani na mvutano kati ya eneo lenye mzozo bado unaendelea kuleta mashaka. Na kule katika mji wa Baraka, msikilizaji, ni kwamba kikao cha kukagua hali ya ugonjwa wa kipindupindu ndani ya mtaa wa afya wa Fizi hasa mjini Baraka kimeendeshwa siku ya 4 ya tariki 2 Oktoba 2025 ndani ya chumba cha mikutano mjini Baraka. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Mashichwe Msoka Simplice au Sikae na Pesa ndani ya mtaa wa afya wa Fizi anaonesha mengi kutokana na kikao hicho. Ndio, tumekuwa na kikao, na hichi sio kikao chetu cha kwanza, ni kikao katika vikao ambavyo tunakuwa tunavifanya kila wiki. Vikao hivi ambavyo tunavifanya kila wiki ni vikao ambavyo huwa vinaangalia ni jinsi gani magonjwa ya kuambukiza huwa inatembea katika wiki mzima. Hiyo tunaita ni réunion des incidents ama réunion épidémiologique, tunaziita hivyo, na tulikuwa tunazungumzia sana kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ama kolera,
ambayo kwa mji wetu wa Baraka watu wanakumbwa sana na ugonjwa huu wa kipindupindu, na sio mji tu wa Baraka na kwingineko katika mtaa wetu wa afya wa Fizi. Kwa hiyo tulikuwa hapa tumeita wa partenaire tofauti ili kuja kuangalia ni nini ambacho tunaweza tukakifanya ili maambukizi ya virusi hivi vya ugonjwa huu wa kipindupindu unaweza ukaisha. Lakini pia tumeangalia kwa sababu tangu interventions zianze za kuanza kukataa ugonjwa huu, bado ugonjwa huu unazidi tu kuinuka na watu wanaendelea kugonjwa kipindupindu. Sasa tukawa tunakaa chini pamoja na wafadhili ambao wanafanya kazi katika mtaa wa afya wa Fizi kuangalia nini hasa kinaweza kikawa kisababishi cha ugonjwa huu kuendelea katika mtaa wetu wa Fizi, wakati huku makazi tunayafanya na waparteneri wanafanya kazi yao kama ilivyo, na ikaja kuonekana kwamba kuna masababu tofauti ambayo inatuma ugonjwa huu uendelee katika mtaa wetu wa afya wa Fizi. Upande mwingine, Mashichwe Moka Simplice ameomba kwa raia wa mtaa wa afya wa Fizi kuendelea kuheshimu kanuni za afya ili kuendelea kupiganisha ugonjwa huu wa kipindupindu ambao unaonekana kushamiri katika mji wa Baraka na sehemu zingine za tarafa la Fizi. Moja wapo ya masababu ambayo inatuma ugonjwa huu uendelee, ugonjwa wa kipindupindu, ni pamoja na watu wanakataa kuweka chlor ndani ya maji, na wengine wanakataa kabisa kunywa maji ambayo yamewekwa chlor ama aquataps. Na shida nyingine ni kwamba wale watu ambao wamevunjikiwa na majumba kule kwenye Tanganyika, wengine wamehama na bado hawajawa na vyoo, na wengi ambao wanaishi kule karibu na Tanganyika wanakuwa hawana vyoo. Kwa hiyo maambukizi ya virusi hivi vya kipindupindu inakuwa ni kila siku tunakuwa tuna enregistrer hizo makaa kwenye CTC yetu ambayo ni Centre de Traitement de Cholera hapa kwetu mjini Baraka. Sisi ambacho tunaweza tukasema sisi kama vile wasimamizi wa afya katika mtaa huu wa afya wa zone yetu ya Fizi, tunaweza tukawaasa raia yetu ya kwamba ni lazima tujiunge, kwa sababu wafadhili wanakuja ili kutusaidia sisi tusigonjwe ugonjwa huu wa kipindupindu. Kwa hiyo kila raia ambaye atakwenda kusikiliza wa criere ambao wanakwenda kulalamika katika mitaa yao ya kwamba ni lazima watie dawa, wasinywe maji ambayo haikutiliwa dawa, na ni lazima wakamate mesures hygieniques. Mojawapo ni unapotoka chooni lazima unawe mikono, unapotaka kula ni lazima unawe mikono na sabuni, na unapotoka kwenye kufanya vitu vya uchafu ni lazima pia unawe na sabuni. Na pia hiyo inatusaidia sisi kwa wale watoto ambao hawajajua namna ya kujinawisha vizuri, wanaweza wakaweka dumu au bomba la maji ile ya mtiririko kama vile robinet, wanakuwa wananawa mikono pale na kwa sabuni. Tusalie tu katika mji wa Baraka ni kwamba mzalendo mmoja wa kundi la FSRN lake Kamanda Milenge maarufu kama Nzelambuma amekutwa amefariki katika mazingira ya kutatanisha usiku wa kuamkia Alhamisi ya tariki 2 Oktoba 2025 katika kata la Kalinganoro mjini Baraka. Kwa jambo hilo, uongozi wa kundi la FSRN umetaja kusikitishwa na kifo cha mzalendo huyo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Milenge Ishibonane Safari maarufu Nzelambuma amesema kuwa marehemu alikutwa amepigwa kitu chenye incha kali na kupelekea kufariki papo hapo. Kifo ya ule askari inatushangaza, kwani ni kweli askari maiti imeogotwa kwa kanisa la Grace hapa Baraka, na njoo hivi maiti imeingia kumoroge huko kwa MSF. Askari akupigwa risasi, tumekuta tu maiti imepigwa kubuso, njo tuliona ka trasi ka kupigwa kama ni madilijiwe, kama ni bati grupe ya bunduki, ni kubuso njo tulipata tu ka trasi la kukinywa. Pale hatuwezi kamilisha kama alikuwa mulevi wala namna gani, kwani si hatukukua na mchana wote wa jana alishinda na shefu wa eta majoro yangu, njo mwe balishinda naye. Yeye alikuwa anaitwa kwa jina la Mkamba Msalaba, alikuwa tu soda kumsululu, hakukuwa na cheo fulani. Yeye alikuwa na silaha ya D magazine, na mpaka sasa silaha haikuonekana.
Malumbano hatuwezi sema kuko malumbano ya sisi kwa sisi, ila ni kufuatilia tufanye maankete. Lakini pour les autres enquêtes, kiongozi mwenye alishinda na yeye ule askari na mwenye alifika vipande ya saa 5 ya usiku iko na ule askari, njo mwenye tunafunga pour les autres enquêtes, tujue alitembea je na aliachana na soda je, na soda alikufa namna gani na yeye alikuwa wapi. Hiyo njo habari na waza tungali tunafuatilia ule kiongozi mwenye alishinda na mtoto na alitembea na mtoto usiku. Mwisho ameongeza kuwa ni vigumu usalama kuimarika kwa kuwa hakuna mipango mizuri iliyoko kwa ajili ya kuratibu vikosi mbalimbali vya wazalendo. Nawaza tatizo ni naongea mara kwa mara kwenye radio wala mara kwa mara kwenye magrupe, ni ukosefu wa utaratibu wa magrupe arme zenye kupatikana na ndani ya teritori ya Fizi mu province ya Sud Kivu. Dossier ni cartographie, dossier ni maentité. Tunajua kama tuko grupe 3 4 5, ingekuwa ya muhimu maforce zijulikane, force fulani inaangalia fasi fulani inaishia fasi fulani, lakini juu ya mchanganyiko ya magrupe ndani ya vile ya Baraka wala ndani ya teritori ya Fizi, hapo tutashindwa na kusikilize population na tutashindwa kusikilize meme hata waaskari wetu, kwani hatutajua wenye kufanya mapiaje wenye kutatiza raia, hatutajua. Kwa hiyo ingekuwa ya muhimu hata ndani ya vile ya Baraka tujue grupe fulani inaanzia fasi fulani inaishia fasi fulani, grupe fulani inaanzia fasi fulani inaishia fasi fulani. Kwa hiyo kwa kutafuta usalama wa askari wetu meme na raia, hiyo ingekuwa ya muhimu. Na neno la mwisho yenye nitaambia population, wajikaze sana kututembea usiku, kwani kama waaskari wanauana wao kwa wao tutajua, kama ni waraia njo wanauana tutajua, lakini ile raia kutembea usiku vipande ya saa 5 saa 4 antuka si ile atuifurahie. Uongozi wa soko la Jeteme mjini Baraka umesema kushukuru kwa hatua ya ujenzi wa vibanda vinavyojengwa ndani ya soko la Jeteme, huku ukitaja kushukuru vya kutosha gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano kwa kupata mawazo ya kujenga vibanda ndani ya soko hilo ambako raia walikuwa wameshangaika vya kutosha. Akiwa kunako mahojiano na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, B Rosette Machozi, ni kiongozi makamu wa soko hilo la Jeteme, amesema kuwa raia wengi walikuwa wanafikiri kuwa kibanda kimoja ndicho ambacho kitaweza kujengwa, lakini kwa sasa inakuwa ni kibanda cha pili na cha tatu kitaweza kuendelea. Huyu ameomba raia wa mji wa Baraka kuwa na matumaini makubwa na gavana makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Tumsikilize. Angare kabisa, watu walisema ni angare moja hapa kwenye waliona anakia nogiria angare, lakini sie kama vile sie soko ya Marché Jeteme tunajua kama ni angare 3 na hivi ingine ya pili inaendelea, kazi iko chapu kwa kuendelesha angare ya pili. Jean-Jacques naweza kumfurahia sana na kumpenda sana papa Jean-Jacques, Mungu azidi kumsaidia na kuendelesha maisha yake. Juu ya mama wa Marché Jeteme ni kipindi tunasumbuka sana juu ya jua, ni muda mrefu tuliteseka juu ya jua kweli kama vile sie kamati ya soko ya Marché Jeteme tunamsamini papa Jean-Jacques Elakano, Mungu azidi kumsaidia na kumpatia baraka, na kama vile soko yote ya Marché Jeteme inamsupporti sana na kumpatia pongezi, aendelee na hilo yake ya upendo. Alisema tatutilia angari 3, ya pili itaisha na ya 3 tena itaendelea, kama vile si Marché Jeteme vile tena tutazidi kumpongeza papa Jean-Jacques Elakano. Na kuhusu juu ya watu waliongea sana wakasema sana kuhusu juu ya angare, kweli wataona na watashuhudia kipindi zile angare zinasimama ndani ya Marché Jeteme. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo, na kushukuru kwa kuwa uko karibu kabisa kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari ambazo zinakujia kila siku. Msikilizaji, usiwe na shaka na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, kwa kuwa ni kituo bora cha matangazo ambacho kinakujia na habari za uhakika tena zenye kuchunguzwa. Asante na kwaheri. Mimi ni Omari Makelele Ozela.